Alikuta nalia nikiwa na talaka zangu mkononi. Alipoingia, mimi moja kwa moja nilimuuliza nimekukosea nini mpaka umefikia hatua ya kuniandikia talaka 3? Hakuwa na majibu ya msingi. Alianza kunipa sababu ambazo kiukweli hazikuwa na mashiko. Akaanza kuniambia mimi ni mjinga, hawezi kuishi na mwanamke ambaye hana akili, mwanamke hajitambui, sijui ninachokifanya. Yaani alianza kunipa sababu ambazo hazieleweki. Mimi niliendelea kumdodosa, kwa nini sasa kama ulikuwa unajua kama mimi sina akili, ninayo matatizo yote toka hizo muda wote wa uchumba, kwa nini ulinioa? Na tumekaa mwezi mmoja na uanze kuniambia nina hizo tabia ambazo unaniambia na kiuhalisia kweli mimi hatukuwahi kukazana kwa sababu tumeishi kipindi kifupi sana cha ndoa. Mwisho wa siku ikabidi aseme kile kitu ambacho kweli sasa ndo kilitoka moyoni. Akanambia kwamba yeye hakunioa kwa sababu alikuwa ananipenda wala nini. Alinioa kwa sababu yeye kwenye maisha yake toka ameanza kukua hakuwahi kukutana na mwanamke ambaye alikuwa bado na usichana wake. Kwa lengo kuu la kunioa mimi ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa bikra, alikuwa anataka hiyo bikra, ndio kitu pekee ambacho kilimfanya anioe. Kutokea pale nilisikia kama mwili wangu umekufa ganzi, nililia, niliendelea kulia. Mwisho wa siku wazazi wangu walikuja na baadhi ya wazee walisuluhisha pale, na kiuhalisia hakukuwa na kitu cha kusuluhisha kwa sababu mimi naye hatukuwa na ugomvi wowote ambao ulimfanya yeye aandike zile talaka 3. Baada ya wazee kusuluhisha, hakuna kitu nilikuwa nataka kusuluhisha pale kwa sababu tayari moyo wangu ulikuwa umeshaharibika kabisa. Nilichojaribu kuomba pale mimi ni kwamba niliomba baba yangu na mama yangu wanichukue twende wote nyumbani kwa sababu nilikuwa sina uwezo tena kukaa pale. Kama mwanaume hanipendi na alichokuwa anakitaka ameshakipata, na maana hana matumizi tena na mimi. Kweli niliondoka na zile talaka zangu 3 nikaelekea nyumbani na baba yangu na mama yangu. Sasa toka hicho kipindi nilikuwa na graduation, natakiwa kwenda graduation na wenzangu, lakini nilishindwa. Niko nyumbani hapa nimekonda, ni kama vile ninaumwa ukimwi. Yaani ni mtu ambaye nimeisha, sitamanishi hata kutoka nje na siwezi kwenda popote na hii hali. Kwa wakati wenzangu wanafanya graduation, mimi nilipo ndani. Mpaka sasa hivi sijaenda kufanya graduation, ilibidi nikafanye graduation na wenzangu. Kwa nina uchungu, nina maumivu, yani kuna nyakati natamani hata kujiua. Nasikia uchungu sana, nimetunza usichana wangu, nimeepuka vigingi vingi kwa ajili ya kwenda kufanya hicho kitu kwa halali ya ndoa, lakini imeshindikana. Nimefunga ndoa ya Kiislamu, mimi ni Muislamu na mume wangu alikuwa ni Muislamu, lakini kilichonitokea nimekaa kwenye ndoa mwezi mmoja tu. Yaani nimeolewa, nimedumu kwenye ndoa mwezi mmoja na nimeachika na talaka 3. Nipo kwa wazazi wangu, najisikia vibaya, sijapona, moyo wangu bado unaniuma. Nahitaji sana msaada wa watu wanishauri, nahitaji mnisaidie. Thank you very much.